Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kupata fursa ya kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali ufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba Biblia inasema wazi katika Waebrania 11:6 kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kwamba yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Na bila kusahau, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Ni kushukuru wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli. Sasa hivi ni mwezi wa 12 huu, tunamaliza mwaka. Kwa wale walianza na sisi kufuatilia kwenye YouTube, tulianza tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka jana 2018, na tumekuwa tukiposti mafundisho kila siku. Kwa hiyo tumetimiza takriban mwaka mmoja. Na kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia kwa platforms nyingine ikiwa ni pamoja na redio, basi kwa hakika tunapomalizia mwezi huu wa 12 basi tutakuwa tumetimiza mwaka mzima. Imekuwa ni safari nzuri kabisa ya kufahamiana katika mwaka huu, na kwa maana hiyo basi kama nilivyosema jana, tunataka tumalizie vizuri ili mwaka wa 2020 uwe ni mwaka uwe tofauti. Waswahili huwa wanasema kila kukicha nafuu ya jana, lakini sisi tunataka tuseme kwamba kesho yetu ni nzuri zaidi kuliko leo. Kwa nini? Kwa sababu tunatoka imani hadi imani. Kwa nini? Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo nikushukuru wewe ambao umekuwa ukijifunza kufuatilia mafundisho haya, lakini pia nikushukuru wewe ambao umekuwa ukifanya maombi, na nikushukuru wewe ambao umekuwa ukitoa mapato yako, fedha yako kuhakikisha kwamba injili inawafikia wengine kwa njia ya redio. Uaminifu wako ni mkubwa, unaweza usijue, usione leo hii, lakini siku utakaposimama mbele ya Kristo katika kiti chake cha enzi, basi atakwambia hongera mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu katika yaliokuwa madogo, basi na kuweka wewe msimamizi katika mengi. Baada ya kusema hayo rafiki, tunataka tuendelee na somo letu linalosema neema na imani katika matoleo. Neema na imani katika matoleo. Na of course tunapozungumza habari ya matoleo, lazima swala zima la fedha liweze kuja mezani. Yes, najua watu wanatoa mahindi, wengine wanatoa maharage, wengine wanatoa kitu gani, lakini mwisho wa siku vitu huwa vinakuwa converted, vinageuzwa, vinakuwa fedha kwa asilimia kubwa. Na kwa maana hiyo jana tulianza kipindi chetu ama somo letu jipya ili tukasema hatuwezi kuepuka kuzungumza habari ya fedha. Sasa kumbuka hapa focus yangu, mkazo wangu sio fedha, mkazo wangu ni matoleo na namna ya kumtolea Mungu kwa usahihi. Kwamba katika maisha ya agano jipya chini ya neema tunatoaje basi kwa usahihi. Chini ya neema tunatakiwa tu tunamtizamo namna gani, tunatakiwa tutoe kwa namna gani, kwa nini Mungu anataka tutoe, kuna aina ngapi za matoleo chini ya agano jipya, ili tukishazijua tuweze kupata matunda. Sasa lakini nikakwambia jana kwamba hatuwezi kuzungumzia habari hiyo bila kuzungumza swala la fedha. Sasa kwa bahati mbaya of course jana tulisoma mstari kidogo, turudie tena katika Mhubiri 10:19. Kama ukunisikiliza jana basi ngoja turudie tena leo ili tuweke mambo vizuri. Mhubiri 10:19 anasema hivi. Anasema karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai huyafurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Fedha huleta jawabu la mambo yote. Kwenye Biblia ya Neno, tafsiri ya Neno, anasema vizuri, anasema hivi. Anasema fedha ni jawabu la mambo yote. Fedha ni jawabu la mambo yote. Kwa hiyo nikakwambia ni unafiki wa hali ya juu kwa mtu kupinga Wakristo wasizungumze habari ya fedha wakati fedha imetawala maisha yetu ya kila siku.
Fedha imetawala maamuzi yetu ya kila siku. Fedha imetawala hata viwango vya maisha watu wengine ambao wanaishi. Kwa hiyo ukiniambia kwamba tusizungumzie swala la fedha, huo kwa kweli, na nasema kwa upendo kabisa, huo ni unafiki. Utaogopaje, utakataaje, utachukiaje, utakerekaje kuzungumzia kitu na kupata maarifa kwa kitu ambacho kimetawala karibu siku yako nzima? Sasa katika jamii yetu, na especially katika jamii ya Wakristo, kuzungumza fedha, swala la fedha kwa Mkristo, kwa mtu aliyeokoka ama kwa mtumishi kuzungumzia fedha, imekuwa ni kitu kinaitwa mwiko. Kwa Kiingereza tunasema ni tabu. Yaani usithubutu kuongea hilo jambo. Usithubutu kuongea hilo jambo. Lakini ukweli ni kwamba mwisho wa siku bado hizi fedha zinahitajika katika maisha yetu ya kila siku. Ada ya watoto tunalipa kwa kutumia fedha. Kodi ya nyumba tunalipa kwa kutumia fedha. Tunajenga nyumba kwa kutumia fedha. Tunapeleka Wakristo wengi sana wanaumwa kama watu wengine ambao hawajaokoka. Kwa hiyo kwenda hospitali inahitajika fedha. Yes, najua siku hizi kuna kadi nasema za bima, lakini hizo kadi za bima hawa wafanyakazi wanakatwa, lazima uchangie fedha humo ndio uweze kutumia hiyo bima. Kwa hiyo fedha kwa kila mahali. Tunazungumza wanafunzi wanasoma vyuoni, wanahitaji fedha. Lakini tuende kwenye makanisa yanaendeshwaje? Hela ya umeme, hela ya maji, hela ya jengo, mishahara ya watendakazi, nini? Fedha. Sasa tunawezaje tukaogopa kila mtu analizunguka, tutaki kuzungumza eneo la fedha, tunafanya kama vile alipo? Uwezo ukafanya kana kwamba hilo tatizo alipo wakati hicho kitu kipo. Hicho kitu ni dhahiri. Dawa yake ni kukiface it. Dawa yake ni kukutana nacho uso kwa uso, ana kwa ana, ukiweke katika nafasi yake. Na fedha nafasi yake ni chini ya miguu yako. Wewe unanisikiliza, ni chini ya miguu yangu mimi naezungumza na wewe. Ndio nafasi ya fedha. Fedha haitakiwi iwe juu yetu. Fedha inatakiwa iwe chini yetu. Tunakwenda sawa rafiki? Na ndio maana basi tunataka tuzungumze, tuangalie mtizamo. Sasa nilikwambia tutajibu maswali matatu katika hili somo. Nikukumbushe tena ile maswali. Swali la kwanza tulisema, kama kila kitu kinapatikana kwa neema, kwa nini naambiwa kupokea kwangu kunategemea kutoa kwangu? Kwamba kuna uhusiano gani kati ya mimi kupokea na kutoa? Je, nisipotoa maana yake ni kwamba siwezi kupokea? Swali la pili tukasema, mtizamo upi ni sahihi katika matoleo inapokuja kwenye swala la neema ama katika maisha ya Agano Jipya? Mtizamo upi ni sahihi? Ninapotoa katika Agano Jipya, mtizamo wangu unatakiwa uweje? Je, kuna tofauti yote ya kimtizamo kati ya utoaji katika Agano Jipya na utoaji katika Agano la Kale? Na kama kuna tofauti, basi tofauti hiyo ni nini? Na hiyo tofauti inaathiri vipi mwenendo wangu wa kila siku, haswa katika uhusiano wangu na Mungu, ambao uhusiano huo nimeupata kwa sababu ya imani yangu kwa Yesu Kristo? Na swali la tatu ambalo tutataka kuliangalia ni, je, kuna aina ngapi za matoleo katika neema ama katika Agano Jipya? Na nini faida zake? Nini matunda yake? Nini matokeo yake? Tunakwenda sawa? Kwa haya ndo maswali matatu ambayo tutajaribu kuyajibu. Sasa kumbuka, tuko Disemba, ndo tunamalizia mwezi hivyo mwaka uishe. Na kwa maana hiyo ni muhimu sana tukawa na ufahamu sahihi, ili mwaka wa 2020 uwe tofauti na mwaka wa 2019. Kwa maneno mengine, mwaka 2020 wanasema ni ya 2020. Wanapoenda kukupima macho hospitali ama kupima masikio waweza kusikia, wanasema huyu vision yake ni 2020 ama hearing yake ni 2020. Maana yake kwamba huyu mtu anasikia sawa sawa na balance, kwamba macho yote mawili yanaona sawa sawa, masikio yote mawili yanasikia sawa sawa. Kwa hiyo na mimi nataka kwamba tunavyoingia mwaka 2020, kwamba uchumi wako na fedha yako na mahusiano yako na Mungu yawe 2020, yawe 2020. Kwa maana kuwa kuna balance. Tunakwenda sawa? Sasa baada ya kusema hayo, nataka tuanze na ile swali letu la kwanza, kwamba kama kila mtu sema kama kila kitu kinapatikana kwa neema, kwa nini naambiwa kupokea kwangu kunategemea kutoa kwangu? Kwa hiyo nataka tuanze kushughulika na hilo swala, lakini wakati tunaelekea kuanza kujibu hilo swali, nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Twende kwenye Wagalatia 5. Twende kwenye Wagalatia 5 mstari wa kwanza. Kumbuka, mwenye haki ataishi kwa nini? Kwa imani. Imani kwenye nini? Imani kwa Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya kupitia kazi kamilifu ya msalaba. Sasa angalia Wagalatia 5:1. Anasema hivi, katika uungwana huo Kristo alituandika huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Biblia neno anasema hivi, Kristo alitupa uhuru, akataka tubaki huru. Hivyo simameni imara, wala msikubali tena
kulemewa na kongwa la utumwa. Sasa kwa anasema Yesu Kristo, kitendo cha Yesu kufa na kufufuka kwa kila atakayemwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba amepatiwa uhuru, na Yesu Kristo anataka watu wake waendelee kutembea katika uhuru. Sasa huu uhuru unaupoteza wakati gani? Angalia ule mstari wa 4. Anasema mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Kwa maneno mengine, uhuru ambao Kristo alinipatia nimeupata kupitia neema. Na kwa maana hiyo basi, ili niweze kuendelea kuishi katika uhuru huu, natakiwa niendelee kuishi nikitegemea neema ya Mungu. Neema nini? Neema ni kibali cha upendeleo ambacho amepewa mtu, kibali cha upendeleo ambacho mtu amepewa ambacho hastahili. Kwa maneno mengine, neema ni utayari wa Mungu. Ngoja niseme hivi, neema ni yale mema yote ambayo Mungu amekwisha kuyafanya kwa niaba yangu kupitia msalaba wa Yesu Kristo pasipo kunishirikisha mimi. Ama pia tungeweza tukasema kwamba neema ni utayari wa Mungu wa kutumia nguvu zake na uweza wake kwa niaba yangu mimi pasipo kuangalia mwenendo wangu, pasipo kuangalia tabia yangu, pasipo kuangalia mchango wangu. Kwa maneno mengine, anafanya hivyo kwa sababu ameamua kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya rehema zake. Sasa tutarudi hapo, nisema niweke hiyo. Lakini sasa turudi huu mstari wa 5. Anasema mlango wa 5 mstari wa 1. Anasema katika uungwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongo la utumwa. Naomba nikwambie kitu kimoja rafiki. Pamoja na kwamba Yesu Kristo amekupatia uhuru, pamoja na kwamba Yesu Kristo amenipatia uhuru mimi, pamoja na kwamba Bwana Yesu ametupatia uhuru, hatuwezi kufurahia uhuru huo kama hatuna uhuru katika eneo la fedha. Hutaka ufurahie uhuru ulioupata katika Kristo kama una uhuru katika eneo la fedha. Mtu asikudanganye. Sasa hivi tunavyozungumza, inawezekana na wewe ni mmoja wapo unanisikiliza, ndoa yako ina mgogoro, ina changamoto kwa sababu ya fedha. Tatizo kubwa likiwa ni fedha. Ukimkuta baba utakuta analalamika, anasema mke wangu anatumia hela vibaya. Mama naye anasema mume wangu simuelewi, fedha zake sijui zinakwenda wapi. Kwa hiyo ndani ya nyumba ni mgogoro juu ya mgogoro juu ya mgogoro juu ya mgogoro, na asilimia kubwa ya ndoa zinavurugika kwa sababu ya fedha. Sikumbuki data vizuri, lakini nadhani wanasema karibu 70% ya matatizo katika ndoa yanasababishwa na fedha. Sasa kama fedha inaleta mgogoro, inasababisha ndoa zinapasuka, inasababisha watu wanaachana, inasababisha watoto hawatunzwi, inasababisha watoto hawapati malezi mazuri. Kwa hiyo huoni rafiki kwamba lazima tutafute namna ya kushughulika? Sasa pointi yangu ni hii, kwamba Kristo alituletea uhuru, na uhuru wa fedha, ili mimi na wewe tuwe na uhuru. Ngoja niweke vizuri. Niseme hivi, kupitia kazi ya Yesu Kristo katika msalaba wake, kupitia kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu kwa neema yake ametupatia uhuru katika eneo la fedha, ili tuwe na uhuru wa kumwabudu yeye, uhuru wa kumpenda yeye, uhuru wa kumheshimu yeye, uhuru wa kumtumikia yeye. Kwa kati ya sababu nyingi ambazo Mungu alimtoa Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu, ilikuwa ni ili mimi na wewe tuwe na uhuru wa kuwa na uhusiano na Mungu, tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu, tuwe na uhuru wa kumheshimu Mungu, tuwe na uhuru wa kumwabudu Mungu, tuwe na uhuru wa kumtumikia Mungu. Lakini kama hauna fedha, uhuru ambao ulipatiwa na Kristo utaathirika. Na kipindi kilichopita nikakuonyesha katika Timotheo wa kwanza 6:10, anasema shina moja la mabaya ni watu kupenda fedha. Na nikakwambia kupenda fedha sio swala la kwamba kwa sababu unaitafuta. Kuambia kupenda fedha ni kama fedha ndio inayokuamulia. Yaani inapofika kwenye kufanya maamuzi, huangalii Mungu anasema nini kwenye neno lake, ila unaangalia kama fedha inakuruhusu ama haikuruhusu. Wewe unapenda fedha. Nyumba unayokaa, je, ndo nyumba unayoipenda, ndio chaguo lako? Ukiniambia hapana, nitakwambia kwa nini. Utasema kwa sababu fedha hairuhusu. Kwa hiyo bosi wako ni nani? Fedha. Shule anayosoma mtoto wako ndio shule ambayo ungependa mwanao asome? Kama unaniambia jibu hapana, ningependa shule nzuri zaidi, swali,
Kwa nini hujampeleka kwenye hiyo shule nzuri? Kwa sababu fedha haijaniruhusu. Kwa hiyo manake bosi wako ni nani? Fedha. Na kumbuka, kutumikia, kuheshimu na kupenda kunaambatana pamoja. Na kwa maana automatically wewe unatumikia fedha. Kwa maneno mengine, kuna namna ambavyo fedha imegeuza watu, na especially Wakristo pia wanaingia kwenye ile kundi, kuwa watumwa. Mtumwa ni nani? Sikia tafsiri ya mtumwa, nisome kwenye dictionary ya Merriam-Webster dictionary. Nitasoma tafsiri ya mtumwa, alafu nitaileta nitasoma kwa lugha ya Kiingereza, alafu nitaileta kwenye tafsiri ya Kiswahili. Anasema tafsiri moja hapo, anasema hivi, anasema slave, anasema a person who is strongly influenced and controlled by something. Anasema mtumwa ni mtu ambaye anadhibitiwa na kushawishiwa kwa kiasi kikubwa na kitu fulani. Anadhibitiwa na kushawishiwa na kitu fulani. Ni mtu ambaye anadhibitiwa na kushawishiwa na kitu fulani. Kwa hiyo nikuulize rafiki, wewe unanisikiliza, wewe ni mtumwa wa nani? Je, ni mtumwa wa Yesu Kristo kwa maana ya mtumwa wa Mungu, ama ni mtumwa wa fedha? Kati ya Mungu na neno lake na fedha, nani mwenye ushawishi? Nani mwenye udhibiti wa maisha yako? Unapofanya maamuzi yako unamwangalia nani? Unaangalia nini? Hilo ndo swali ambalo nataka ujiulize wakati tunataka kuingia kuangalia kwamba neema na imani katika matoleo. Wakati tunataka kuangalia kwa nini Mungu anataka tutoe, pamoja na kwamba amekwisha kutupatia kila kitu kupitia neema yake. Kwa nini anataka tutoe? Lakini kabla hatujaanza kuangalia kwa nini Mungu anataka tutoe, tunatakiwa tujiulize, wewe ni mtumwa wa nani? Unamtumikia nani? Ukisoma Warumi mlango wa kwanza na ukasoma Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa kwanza, utaona wote mitume wanasema kwamba mtumwa wa Yesu Kristo. Sasa nikuulize, wewe ni mtumwa wa nani? Mwenye kauli ya mwisho juu ya maisha yako ni nani? Mwenye maamuzi ya mwisho juu ya maisha yako ni nani? Anayeamua standard, kiwango cha maisha yako cha kuishi ni nani? Ni Mungu ama ni fedha? Sasa hivi kama umeajiriwa ama kama unafanya biashara ukafutwa kazi sasa hivi, ama biashara yako ikaharibiwa, ikapata janga, ikafungwa, je, tutakuja kukutembelea hospitali kwa sababu pressure imepanda? Je, utapiga yowe, utaanza kulia, utasema Mungu wangu nitaishije mimi? Ama utakuwa na ujasiri kwa sababu kazi hiyo, biashara hiyo sio utoshelevu wako, utoshelevu wako ni Mungu? Haya ndo maswali ambayo tunataka tujiulize. Unapoletewa hitaji mbele yako, chukulia mshahara wako ni shilingi 500,000, alafu 500,000 hiyo ukiitumia yani ndo inatosha net, bila kuongeza bila kupunguza, shilingi 500,000 tap ndo ile inayokutosha. Alafu ikatokea changamoto, inahitajika shilingi 200,000. Wazo lako la kwanza ni nini? Ni kukopa ama ni kwenda kwenye neno la Mungu na kuangalia Mungu anasema nini kuhusu hitaji lako? Wewe unayenisikiliza unafahamu wazo lako la kwanza ni kwenda kukopa. Okay, ukiangalia changamoto ya maisha yako sasa hivi, unasema nataka kutoka katika hali hii. Je, mkakati wako wa kutoka kwenye hali ya uchumi ulionayo sasa hivi ni Mungu na neno lake, ama unatafuta biashara na kazi ya kufanya ili utoke? Kwa maana mengine, unatafuta kufanya kazi zaidi, kuwa mtumwa zaidi ili utoke, ama unaenda kwenye neno na uangalie Mungu anasema nini? Kumbuka, Mungu atakupa kitu cha kufanya, na akikupa kitu cha kufanya, akakupa biashara ya kufanya, akakuletea kazi ya kufanya, maana yake ni kwamba hiyo biashara na hiyo kazi haiwezi ikawa kubwa kuliko Mungu. Kwa hiyo hata ukipoteza hiyo biashara, ukapoteza hiyo kazi, uwezi ukababaika, kwa sababu yule aliyekupa kazi na aliyekupa biashara bado yupo. Kwa hiyo una uwezo wa kurudi siku zote kwake, akakupa biashara nyingine, akakupa kazi nyingine. Lakini kama kazi umeizalisha, umeitafuta mwenyewe kwa juhudi zako, nguvu zako, bila kumshirikisha yeye, maana kuna wengine anasema kazi ndio nayo nimepewa na Mungu. Okay,
Hata mpagani naye anasema hivyo hivyo. Kazi ulioipata unayo kwa sababu ya elimu yako. Umesoma sheria, umesoma si mambo ya benki, umesoma mambo ya finance, umesoma mambo ya sio usai wa jamii na nini. Vyeti vyako ukatumia, ukaomba kazi ukapata. Sema lakini Mungu alijalia afya, anajalia wote. Lakini haina maana wote wanamtegemea Mungu. Hivi una habari rafiki, kuna majambazi waizi wanaenda wanaiba na wanamtegemea Mungu? Unataka kuniambia kwamba Mungu ndo aliyemwezesha yule mtu kuiba? Si kuna vitu vingine wala ni common sense tu. Kwa hiyo changamoto yangu ni nini? Anasema Kristo alituandika huru. Ili nini? Ili tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu, uhuru wa kumheshimu Mungu, uhuru wa kumtumikia Mungu, uhuru wa kumwabudu Mungu. Na huwezi ukawa huru kumtumikia, kumheshimu, kumpenda, kumwabudu Mungu kama hauna uhuru kwenye fedha. Kama fedha bado inatawala maisha yako, kama bado ndio inasababisha unafanya maamuzi, then una shida. Hasa mtu mwingine akasema, lakini mwalimu, chukulia napata shilingi 500,000. Na kwenye hiyo 500,000 tunajua kazi alionipa ni Mungu. Kwa hiyo mimi naishi natumia 500,000 yangu kwa kumtegemea Mungu. Kweli? Kweli? Ungekuwa unamtegemea Mungu ungefanyaje? Ungekuwa na ujasiri kwenye hiyo 500,000 ukafuata utaratibu anaosema Mungu, akwambia umtolee kwa mfano, ungeweza hata kumtolea shilingi 150,000, shilingi 200,000. Ukitoa 200,000 yote unabakiwa na shilingi 300,000. Na kama matumizi yako kwa mwezi ni shilingi 500,000, unafahamu kabisa ukitoa shilingi 200,000 ukampa mtu mwingine ama ukapeleka kanisani, maana yake umebakiwa na shilingi 300,000. Kwa hiyo una upungufu wa shilingi 200,000. Sasa kama Mungu ataweza kukutunza pamoja na kwamba umepunguza shilingi 200,000, lakini bado ukaishi bila kupungukiwa na kitu chochote mwezi huo wote, na si ajabu ukawa na ziada, then wewe ndo unamtegemea Mungu, sio hela. Si yule wa 500,000 anatumia 500,000 yote alafu anasema anamtegemea Mungu. Si kweli. Anayemtegemea Mungu ni huyu ambaye amepata 500,000 na anajua matumizi yake kwa mwezi ni 500,000, lakini bado anaamua kuchukua shilingi 200,000 anatoa kwa Mungu. Anasema Mungu, na kuheshimu na kupenda na haya matoleo na kuabudu na haya matoleo yangu, nikijua kwamba wewe Mungu ndio utoshelevu wangu, sio hii kazi. Na bado pamoja na kwamba amepunguza shilingi 200,000, bado akaweza akaishi vizuri bila kuwa na upungufu wa aina yote. Huyo ndio anayemtegemea Mungu. Huyo ndio mtumwa wa Mungu. Huyo wa 500,000 anayetegemea 500,000 yote, huyu sio mtumwa wa Mungu, huyu ni mtumwa wa fedha. Kwa hiyo Kristo sasa alikuja kupitia kazi yake kamilifu ya msalaba, kupitia neema yake, kwamba akatengeneza mazingira ili mimi na wewe tuwe huru katika maeneo yote, na haswa katika eneo la fedha. Ili nini? Ili tuwe na uhuru wa kumpenda Mungu, uhuru wa kumwabudu Mungu, uhuru wa kumheshimu Mungu, uhuru wa kumtumikia Mungu. Kama unaona sasa hivi unapata msukumo wa kumtolea Mungu, alafu likaja swali kwamba nitakula nini, nitavaa nini, nitaishije, kama una hiyo hofu na hiyo shaka, maana yake ni kwamba wewe ni mtumwa wa fedha, sio mtumwa wa Mungu, sio mtumwa wa Kristo. Tabasamu kidogo rafiki, nakuletea habari njema. Nataka tu nikuonyeshe kwanza na kugonga gonga namna hii kidogo, ununenune upate hasira, alafu kesho tunaanza kupeana majibu. Lakini tunataka tuamshane kutoka katika usingizi. Uwezo ukasema unampenda Mungu. Ukiniambia unampenda Mungu, nitakwambia okay, nionyeshe akaunti yako, niletee bajeti yako, unionyeshe kwamba asilimia kubwa ya fedha yako inakwenda wapi. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Uwezo ukapenda alafu usitoe. Always utatoa muda wako, utatoa fedha yako, utatoa nguvu zako. Lazima utatoa kitu kama umependa. Na wewe kama unampenda Mungu kweli utatoa. Kwa hiyo ndo maana Yesu Kristo anataka wewe uwe huru. Uwe huru katika maeneo yote, na hasa huru katika eneo la fedha. Na ndio maana basi matoleo katika Agano Jipya tunakuwa mfanya matoleo kwa njia ya neema pamoja na imani. Lakini huwezi kuwa na matoleo kwa Mungu yenye thamani kama haujazaliwa mara ya pili, kama haujampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huwezi ukafurahia uhuru. Hatua ya kwanza kabisa ya kupata uhuru katika eneo la fedha na uchumi, ili uweze kutoa matoleo kwa usahihi, ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kama hujafanya hivyo, nakupa fursa hiyo. Fanya maombi pamoja nami ili uweze kuingia kwenye uhuru ambao Kristo alituandikia. Sema: Mungu wa mbinguni,
nimesikia habari njema, naamini kwa moyo wangu wote kuwa Yesu Kristo ni mwanao, alikufa msalabani azichukue dhambi zangu, kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki, nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi, mponyaji, mstawishaji na mwezeshaji wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika, umefanya maombi mafupi, nakupa hongera. Karibu katika familia ya Mungu na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.